Ndugu waandishi wa habari wa Tanzania, karibuni sana kusikiliza wito wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania kuhusiana na uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC unalaani vikali vitendo vya hivi karibuni vya kukamatwa na kushikiliwa na kufunguliwa mashtaka wahadhiri wa vyuo vikuu, hasa wahadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Tukio hili linajikita mahususi tamko hili linajikita mahususi katika kulinda uhuru wa kitaaluma na kuhakikisha kuwa sheria ya kuzuia ugaidi pamoja na sheria zingine za kijinai hazitumiki kwa namna moja au nyingine inayoweza kugeuza ufundishaji, utafiti, ukosoaji wa kitaaluma au mjadala halali za mingine ya kitaaluma vioni kuwa kosa la ugaidi au makosa mengine ya kijinai. THRDC inatambua wajibu wa Jeshi la Polisi nchini ni kuzuia uhalifu, kuchunguza vitisho vya kweli dhidi ya usalama wa umma na kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hata hivyo, uzito wa tuhuma za ugaidi hauondoi uzingatiwaji wa haki za kikatiba na uhuru wa mtu, dhana ya kutokuwa na hatia, haki ya kupata wakili, haki ya kusikilizwa kwa haki na wakati, uhuru wa maoni wa kujieleza pamoja na uhuru wa kitaaluma. Tunasisitiza kwamba uwepo wa makosa ya jinai au makosa makubwa hapa nchini hauwezi kuwa sababu ya kuvunja misingi yote ya uhuru, hasa tunapokuja swala la uhuru wa kitaaluma nchini, kwa sababu mashtaka ya ugaidi yana madhara makubwa kwa nchi, uhuru wa taaluma, sifa na familia ya mtuhumiwa. Mamlaka zinapaswa kuzingatia kwa kiwango kikubwa na kiwango cha juu haki za watuhumiwa pamoja na utaratibu wa kisheria kabla ya kukamata watu na kuwatuhumu kwa makosa ya ugaidi au makosa mengine makubwa yasiyokuwa na dhamana. Mtandao pia inashtushwa na kukemea wimbi la sasa nchini la kutumia makosa makubwa kama vile makosa ya ugaidi, hujumu uchumi, uhaini dhidi ya makundi yanayoonekana kukosoa, kushauri au kutofautiana mitazamo na baadhi ya watawala. Ni jambo ambalo halina afya kwa taifa kuona makundi yote ya kijamii yanayojaribu kukosoa, yanayojaribu kushauri, yanayojaribu kukemea baadhi ya matukio yakigeuka au makosa haya makubwa yakitumika kama fimbo ya kuadhibu Watanzania hao. Kuhusu swala la wahadhiri wa vyuo vikuu, kwa ufupi, THRDC ina taarifa ya kukamatwa kwa wahadhiri watatu mwezi Julai 2026. Bwana Giovannia Revelenia Bikongolo wa Chuo Kikuu cha St. John kilichopo Dodoma, Bwana Titus Joseph Kituli wa chuo hicho cha St. John pia, na Bwana Melekzedek Kitunzi Kaijage, mhadhiri msaidizi katika idara ya sayansi na siasa, utawala wa umma, Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Tuhuma mahususi dhidi ya Bwana Bikongolo na Bwana Kituli kutoka chuo cha St. John hazijawekwa wazi hadi sasa, na taarifa zilizopo ni kwamba wanaendelea kushikiliwa na Jeshi la Polisi mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa Chama cha Wafanyakazi wa Kitaaluma Chuo Kikuu cha Dodoma UDOMASA, Bwana Kaijage alipokea wito kupitia kwa mkuu wake wa idara tarehe 3 Julai 2026 na alipoti katika kituo cha polisi UDOM tarehe 8 Julai 2026. Simu zake za mikononi zilichukuliwa, alikamatwa na baadaye kuhamishwa kutoka kituo kimoja cha polisi kwenda kingine. Tuhuma alizoelezwa awali ilihusu madai ya kuhamasisha maandamano ya Sabasaba kupitia mitandao ya kijamii. Ndugu waandishi na Watanzania, hakuna kosa la kuhamasisha maandamano. Maandamano kwa mujibu wa katiba ni haki mojawapo ya msingi ambayo imetolewa kikatiba. Yeyote yule anayehamasisha maandamano, anayepanga maandamano, hakufanyi kosa lolote la kisheria. Ndio maana tunajiuliza haya makosa yanatoka katika sheria zipi?
kwa sababu hakuna kosa lolote la kuwa, kama maandamano yenyewe sio kosa, sasa inakuwaje kuhamasisha maandamano igeuke kuwa ni kosa? Baada ya kushikiliwa kwa muda mrefu, Bwana Kaijage alifungua shauri yeye mwenye peke yake kwa kusaidia na mawakili Mahakama Kuu dhidi ya mkuu wa kituo cha polisi UDOM katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ya Dodoma. Mahakama ilitoa maamuzi tarehe 21 Julai baada ya kukaa muda mrefu ndani kwamba aachiwe baada ya kudai kwamba afikishwe mahakamani au aachiwe. Kwa hiyo mahakama ilitoa maamuzi either afikishwe mahakamani au aachiwe, kwa sababu ndio utaratibu wa kisheria. Unapomkamata mtu ni either umwachie kwa dhamana ya polisi au umpeleke mahakamani kwa ajili ya shughuli zingine za kimahakama kuendelea. Kwa hiyo kwa kuzingatia vifungu vya 33(1) na vifungu vingine vya sheria mwenendo wa makosa ya jinai pamoja na ibara ya 15(2) ya katiba, mahakama iliamua kuwa kushikiliwa kwake hakukuwa halali na ikaamuru aachiwe mara moja kwa masharti nafuu ya dhamana. Tarehe 22 Julai 2026, siku moja baada ya uamuzi huo, Bwana Kaijage hakutoka kwa dhamana. Badala yake alifikishwa mahakamani na Dodoma na kushtakiwa kwa kesi ya uhujumu uchumi namba 16278 ya 2026 kwa tuhuma za kutenda kitendo cha kigaidi kinyume na vifungu vya 4, 1, 2 na 4, 3 vya sheria ya kuzuia ugaidi sura namba 19 toleo la 2023, vikisomwa pamoja na aya ya 24 jedwali la kwanza pamoja na vifungu vya 57, 61 vya sheria ya kudhibiti uhalifu wa kiuchumi na uhalifu wa kupanga sura ya 200 toleo la 2023. Maana yake ni nini? Ni kwamba maamuzi ya mahakama hayakuzingatiwa. Badala yake polisi waliona ni vyema kubadilisha mashtaka na kumfungulia shtaka la ugaidi chini ya sheria hizo zilizotajwa. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, inadaiwa kuwa tarehe 3 Julai 2026 katika chuo kikuu cha UDOM, Bwana Kaijage alitishia kuchoma majengo ya umma na makazi ya polisi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo makosa yaligeuzwa kutoka kuhamasisha maandamano na kupewa makosa ya kutishia kuchoma majengo ya serikali. Jambo ambalo ni mamlaka Tanzania kwa nia ya kuwatia hofu kubwa wananchi bila kuamua hatia na kutokuwa na hatia kwake. Jambo ambalo ni mamlaka na mahakama. THRDC imebaini kuwa maelezo hayo yanatofautiana kwa kiasi kikubwa na sababu za awali za kushikiliwa kwake iliyoelezwa mbele ya Mahakama Kuu. Sababu za kushikiliwa kwake ilikuwa ni swala la kuhamasisha maandamano, lakini baada ya mahakama kuamuru aachiliwe au apelekwe mahakamani, mabadiliko yalikuja makubwa mno kutoka kwenye swala la kuhamasisha maandamano na kutafutiwa makosa ambayo yanaingia kwenye sheria za makosa ya ugaidi pamoja na uhujumu uchumi. Kwa hiyo mtaona ni namna gani watu huwa wanapanga na kudhamiria kuwafungulia watu kesi. Kwa sababu inakuwaje leo polisi wanakukamata kwa kesi fulani, mahakama inapoamua kusimamia haki yako, wanarudi wanapanga wanakutafutia tuhuma nyingine. Hapo unaanza kuona mashaka ya namna jinsi tunavyotumia sheria zetu dhidi ya watu kadhaa wanaoonekana kukosoa au kufanya majukumu yao kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Mambo haya ya kutumia makosa makubwa kama ya ugaidi dhidi ya makundi ya kijamii, wakosoaji wakiwemo watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati, wanasiasa, waandishi wa habari pamoja na wanazuoni yanatishia utulivu na umoja wa kitaifa, kwa kuwa kuna makundi yanayojihisi kutendewa visivyo au kutendewa vibaya au kuonewa katika taifa lao. Vitendo hivi vya kutumia sheria kubwa na makosa makubwa dhidi ya makundi ya kijamii vinazidi kushamiri katika historia ya Tanzania.
Nadhani tukifanya utafiti toka awamu zote za nchi hii, makosa haya makubwa, hasa makosa ya ugaidi na uhaini, yametumika kwa wingi sana kipindi hichi, kitu ambacho ni hatari kwa taifa, ni hatari kwa ustawi wa taifa. Lakini madhara yake ni kwamba makosa haya yatadhoeleka, yataonekana ni jambo la kawaida, kwa sababu tumeamua kufanya mzaa na makosa makubwa haya ambayo wengi tumekuwa tukisikia katika zile nchi ambazo zimeshindikana duniani kama kule Somalia, Afghanistan na maeneo mengine. Jambo hili ni hatari kwa amani na mshikamano wa kitaifa. Tume ya Jaji Chande kuhusu mfumo wa haki jinai ulitoa mapendekezo mengi yanayolenga kuondoa mazingira ya mfumo wa haki jinai au sheria kubwa za haki zinazohusu makosa ya jinai kutumika dhidi ya raia wema, kutumika dhidi ya makundi ya kijamii kama wanasiasa, wanaharakati, watetezi, wanazuoni na wengine wote ambao wanajihusisha katika masuala ya kukosoa na kushauri masuala ya msingi ya kitaifa. Sasa dhana ya uhuru wa taaluma ni nini? Azimio la Dar es Salaam la mwaka 1990 kuhusu uhuru wa taaluma na wajibu wa kijamii wanataaluma linafafanua uhuru wa kitaaluma kuwa uhuru wa wanajumuiya ya kitaaluma mmoja au kwa pamoja katika kutafuta, kuendeleza na kusambaza maarifa kupitia tafiti, kujifunza, majadiliano, uwekaji wa kumbukumbu, uzalishaji, ubunifu na ufundishaji, utoaji wa mihadhara na uandishi. Hiyo ndio dhana ya uhuru wa kitaaluma. Maanake ni uhuru wa kitaasisi na uhuru wa mtu mwanataaluma au mwanazuoni mmoja au kwa pamoja katika kutumia zile nyenzo zao za kutoa maarifa, kwa mfano kufundisha, kuandika, kufanya utafiti, kuendesha midahalo na mambo mengine yote. Hiyo ndio dhana nzima ya uhuru wa kitaaluma. Kwa mujibu wa waraka wa kazi namba 7 wa mwaka 2026 wa UNESCO, huu ni Umoja wa Mataifa unaosimamia masuala ya elimu duniani, kuhusu ulinzi wa watetezi wa haki za binadamu na upanuzi wa nafasi za kisiasa, uhuru wa kitaaluma una vipengele 5 vinavyotegemeana. Kipengele namba 1 ni uhuru wa elimu unaojumuisha kufundishwa kwa watumishi na kujifunza kwa wanafunzi. Manake sasa hapa umejumuisha mpaka wanafunzi na wao wana uhuru wa kitaaluma. Mtakumbuka nyinyi wote mmesoma vyuo vikuu, mnakumbuka kwa mfano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa kuna vile taasisi za wanafunzi ambazo na zenyewe zilikuwa zinafanya mambo mengi sana ya kitaifa, mihadhara, vilikuwa vinachangia mambo makubwa ya kitaifa. Lakini siku hizi uhuru huo umepotea, hata wanafunzi kujihusisha na mambo ya kitaifa nao umepotea. Kwa hiyo uhuru wa kitaaluma unakwenda hadi kwa wanafunzi na taasisi zao. Uhuru wa utafiti, uhuru wa kujieleza, haki ya wanajumuiya wa kitaaluma kushiriki katika kujitawala na maamuzi ya kitaaluma, lakini usalama wa ajira. Hayo ndio mambo 5 makubwa ambayo yanatengeneza uhuru wa kitaaluma. Uhuru huo unalinda uwezo wa kuamua ajenda za mbinu za utafiti, kupata na kuchambua taarifa, kuchapisha matokeo, kushirikiana na wanataaluma wengine, kutoa maoni ya kitaaluma kuhusu masuala yenye maslahi kwa taifa. Kwa mfano sasa hivi mambo ambayo ni makubwa katika taifa yetu, wanataaluma ndio wakati wao wanapaswa kutumia uwezo wao kusaidia taifa kufanya tafiti, mijadala na mambo mengine kama hayo. Uhuru huo hauishi darasani na hauwezi kutenganishwa na haki za kikatiba za kuwa na maoni, kujieleza, kuwasilisha, kushiriki katika masuala ya umma. Vyuo vikuu haviwezi kutekeleza ipasavyo wajibu wao kwa jamii ikiwa ufundishaji halali, utafiti, uchambuzi wa kitaaluma, ukosoaji unaotegemea ushahidi unakabiliwa na hofu wa kukamatwa, kushtakiwa na kulipiziwa kisasi. Kwa mfano mwalimu wa sayansi ya siasa au mwalimu wa sheria, kwa hali katika kufundisha uhalisia lazima atatumia mifano ya kisiasa ya sasa hivi. Mwalimu wa sayansi hawezi kufundisha darasani asitumie mifano ya uhalisia ambayo inatokea katika taifa letu. Sasa katika kufanya hivyo, kutoa mifano, unajikuta kwamba walimu wamekuwa wakiwindwa. Wakati mwingine ufuatiliaji wa siri, watu wanaingia vyuo vikuu kwa ajili ya kufuatilia mienendo, walimu wanafundisha nini madarasani, kitu ambacho kinakwenda kuua uhuru wa taaluma na kuzoofisha ubora wa elimu katika taifa letu. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa
Uhuru wa kitaaluma si upendeleo binafsi wa taaluma, ni rasilimali ya umma inayowezesha vyuo vikuu kuchangia katika utawala wa kidemokrasia, uvumbuzi wa kisayansi, utungaji wa sera unaotegemea ushahidi, manake wanafanya tafiti nyingi, na maendeleo endelevu ya kitaifa. Huwezi kuwa na taifa ambalo lina maendeleo endelevu au sera ambazo zimefanywa tafiti na maamuzi ambayo yamefanywa utafiti kama vyuo vikuu watakosa uhuru wa kuchambua na kutoa mwelekeo katika mambo ya kimsingi katika taifa letu. Pendekezo la UNESCO la mwaka 1997 kuhusu hadhi ya wafanyakazi na ufundishaji katika elimu za juu linatambua uhuru wa kufundisha na kujadiliana, kuchapisha utafiti, kutoa maoni kuhusu taasisi au mfumo wa elimu ya juu kwa uhuru dhidi ya udhibiti wa kitaasisi wa maudhui na kushiriki katika vyombo vya kitaaluma na vya kiwakilishi. Azimio la Dar es Salaam la mwaka 1990 kuhusu uhuru wa kitaaluma na wajibu wa kijamii, wanataaluma linaipa hoja hii msingi wa umoja wa Kitanzania. Ibara ya 14 ya azimio hilo inalinda haki ya wanajumuiya wa kitaaluma kufundisha, kufanya tafiti, kuandika, kujifunza, kubadilishana na kusambaza taarifa bila hofu ya kuingiliwa au kukandamizwa na serikali au mamlaka nyingine za umma. Ibara ya 18 na hadi ya 20 zinalinda haki ya kushiriki katika kuamua programu za kitaaluma, uhuru wa kufanya tafiti na uhuru wa kufundisha. Ibara ya 32 inaitaka serikali na mamlaka za umma kuheshimu haki hizo na kuchukua hatua dhidi ya ukiukwaji, na ibara ya 34 inalinda uhuru wa taasisi za elimu, uhuru wa taasisi za elimu, kwa sababu uhuru wa kitaaluma pia unategemea na namna gani taasisi zipo huru. Taasisi zinapokosa uhuru wa kitaaluma, manake automatically hata walimu au wafanyakazi katika taasisi hizo na wenyewe wanakosa uhuru. Kwa hiyo uhuru wa kitaaluma tunaozungumzia ni wa kitaasisi, wa mtu mmoja mmoja, wa makundi pamoja na wanafunzi katika vyuo vyetu vya elimu hapa Tanzania. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa azimio hili, wote ni mashahidi kuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam miaka ya 2015 kurudi nyuma hadi wakati wa uongozi wa Mwalimu Nyerere kilikuwa ni kitovu cha maarifa, mijadala ya kitaifa, tafiti za kitaifa na chemchemu ya mabadiliko na mageuzi makubwa hapa nchini. Lakini hali ya sasa ya uhuru wa kitaaluma nchini umefifisha kabisa nafasi ya vyuo vikuu na wanazuoni katika kuchambua, kujadili, kukosoa, kufanya tafiti na kushauri taifa katika mambo makubwa yenye mustakabali wa kitaifa. Nyinyi ni mashahidi kwamba chuo kikuu ndio kimefanya mabadiliko makubwa sana, kimesaidia nchi kufanya mabadiliko sana ya kisera na kisheria. Mijadala na mihadhara ilikuwa inafanyika chuo kikuu, na hata viongozi wakiwemo Mwalimu Nyerere walikuwa wakihudhuria chuo kikuu. Wote mtakumbuka the famous Nkrumah Hall, pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo maana yake ni nini? Lazima kama taifa tuanze kutafakari kwa nini sasa vyuo vikuu vyetu vinapoteza ile ladha ya kuwa chemchemu ya kuliongoza taifa, kulishauri taifa, kukemea yale mambo ambayo yanakwenda kinyume na misingi ya utawala bora na haki za binadamu. Kwa mujibu wa waraka wa UNESCO, kama nilivyousema, vyuo vikuu vina wajibu wa kuheshimu, kulinda na kuendeleza haki za binadamu sambamba na kuhifadhi uhuru wa kitaaluma. Pia vyuo vikuu vina wajibu unaokuwa wa kuheshimu haki za binadamu. Wajibu huo haupunguzi uhuru wa kitaaluma, unaimarisha kwa kuzitaka taasisi kuweka mifumo ya uongozi, sera na utamaduni wa kitaasisi unaolinda utafiti huru, utofauti wa mawazo na mijadala ya wazi. Wote mnafahamu mijadala ya wazi siku hizi katika vyuo vikuu umepotea kabisa. Kwa hiyo ulinzi wa uhuru wa kitaaluma ni wajibu wa wanataaluma, vyuo vikuu na serikali kwa ujumla. Vyuo vikuu kama Oxford, Cambridge, King's College London, University, Chicago vimeweka sera na kanuni za kulinda uhuru wa kitaaluma na uhuru wa kujieleza kwa wafanyakazi wote na kwa taasisi zao. Kwa mfano, kwa mujibu wa chuo kikuu cha Chicago kuhusu uhuru wa kujieleza, Chicago Principles on Freedom of Expression, vyuo vikuu vinapaswa kuwa majukwaa ya mijadala huru ambapo mawazo na mitazamo mbalimbali inaweza kutolewa, kujadiliwa na kupingwa bila hofu na kudhibitiwa bila hofu ya kudhibitiwa au kunyamazishwa. Na ndio sehemu pekee ambayo mambo yatajadiliwa kwa ushahidi kisomi bila kutumia nguvu na kwa hoja zaidi. Kwa hiyo tunapofifisha
mijadala katika vyuo vikuu au uhuru wa watu kutoa maoni katika mambo makubwa ya kitaifa, maana yake tunataka sasa watu waanze kutumia nguvu. Maana yake unapozuia akili isifanye kazi, maana yake unataka mwili na nguvu ndio utumie kazi zaidi. Mifano hiyo inaonyesha kwa namna gani vyuo vikuu lazima viweke mbinu na mikakati ya kwao ya kulinda uhuru wa kitaasisi na uhuru wa kitaaluma. Hali ya uhuru wa kitaaluma nchini Tanzania unatambuliwa kupitia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika kutoa maoni, kujieleza, ibara ya 18, pamoja na wajibu wa kiserikali kulinda haki ya elimu na maendeleo ya kisayansi kwa mujibu wa mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Uhuru unawezesha wahadhiri, watafiti na wanafunzi kujifunza, kufundisha, kufanya tafiti, kuchapisha matokeo ya utafiti, kushiriki mijadala ya kitaaluma na kutoa maoni ya kitaaluma bila hofu ya uingiliaji usio halali. Hata hivyo, matukio ya hivi karibuni yanahusisha kukamatwa, kufungwa na kupewa mashtaka kwa baadhi ya wanataaluma yameibua wasiwasi kuhusu mazingira ya uhuru wa kitaaluma nchini na athari zake kwa ubora wa elimu ya juu na utafiti wa michango wa vyuo vikuu kwa maendeleo ya taifa. Usalama wa ajira kwa taasisi za elimu ni eneo lingine la msingi sana ambalo linapaswa kuzingatiwa. Tunafahamu kabisa kwamba usalama na uhuru wa taasisi ya elimu unategemea namna gani wafanyakazi au wahadhiri wanapatikana katika taasisi zao. Bahati mbaya wote mnafahamu katika awamu ya 5 tulibadilisha utaratibu wa kupata wahadhiri wetu vyuo vikuu kutoka vyuo vyenyewe kuajiri watu wao na kupeleka katika mfumo wa serikali wa kuajiri walimu wote katika vyuo vyetu. Kitendo hiki kimerudisha sana uhuru wa kitaaluma na uhuru wa kitaasisi katika elimu zetu katika vyuo vyetu hapa nchini, kwa sababu tayari hofu imejengeka miongoni mwa wanataaluma hawa kwamba ikionekana tu ni mkosoaji au ndani sana na mambo ya kiserikali basi anaweza akahamishwa. Ni jambo la kawaida katika siku za karibuni kuona kwamba mwadhiri anatolewa chuo kikuu anapelekwa na kuwa mkoani kule kuwa katibu tawala au maeneo mengine, kitu ambacho ni kinyume kabisa na misingi ya uhuru wa taasisi za elimu. Huko nyuma kwa sababu vyuo vikuu ndio vinajua kabisa namna na ubora wa walimu au wahadhiri wanaowahitaji. Kwa kuhamisha utaratibu wa kuajiri tayari ni taratibu iliyotumika kufifisha uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Hiyo ni eneo moja tu ambalo limekandamiza uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Lakini jambo lingine ni ujinaishaji wa mafundisho ya darasani na athari zake kwa uhuru wa kitaaluma. Tukiacha hilo swala la ajira, sasa ni kufanya kila kinachofanyika chuoni kionekane kwamba ni kosa la jinai. Hili nalo ni tishio kubwa ambalo kwa sasa tusipolikemea na silipofanyiwa kazi litakwenda kuleta madhara makubwa kwa taasisi zetu za elimu hapa nchini. Uwajibikaji, hata hivyo uwajibikaji unapaswa kuzingatia kikamilifu misingi ya utawala wa sheria, kusikilizwa kwa viwango vya kimataifa na uhuru wa kitaaluma. Tunatambua kabisa kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, hata wanataaluma, mtu yoyote akikosa kwa makosa ya kijinai anapaswa kuchukuliwa hatua. Lakini pale ambapo kuna ushahidi wa kutosha kwa kwamba kosa la jinai limetendeka, na ni lazima hilo lizingatiwe kwa kiwango kikubwa. Tunasikitishwa na wimbi la kuanza kutumia sheria za jinai kwa wanataaluma, hasa walimu wa sayansi, na pale wanapotumia matukio ya kijamii kama mifano hai wakati wa kufundisha. Kwa sababu mwanazuoni lazima, hasa wanayefundisha masomo kama ya sheria, sayansi, kuna wakati lazima atatumia mifano hai anapokuwa anafundisha. Sasa kujinaisha au kucriminalize matendo yote ya wanafunzi au walimu shuleni, vioni, ni kufifisha uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya kanuni za ugaidi, upande wa mashtaka unapaswa kudhibitisha kuwepo kwa kitendo cha tishio linalokatazwa na sheria pamoja na kusudi mahususi la kuwatia hofu wananchi, kulazimisha serikali au kuyumbisha taasisi za nchi. Hivyo mafundisho darasani, uchambuzi wa kitaaluma, mijadala ya kisheria au ukosoaji wa sera za umma haviwezi peke yake
kuwa msingi wa mashtaka ya ugaidi, kwa sababu zile sheria za ugaidi ziko very clear. Lazima kuwe na kusudi mahususi la kuwatia watu hofu. Sasa mwalimu anapokuwa darasani anafundisha, anatoa mifano, haiwezi kuwa kwamba alikuwa anakusudia. Lengo la makusudio ya kufanya makosa ya ugaidi haliwezi kuwepo. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba ni muhimu makosa haya kabla ya kukamata mtu watu wajiridhishe kwamba yanaendana na misingi ile ambayo ipo, au zile elements za makosa za jinai, kwa sababu kuna elements ambazo zinatakiwa ziwe zimekamilika kumshtaki mtu kwa makosa ya jinai. Kutafsiri au kutumia sheria kwa namna inayoweza kujinaisha mafundisho darasani au kucriminalize mafundisho darasani kunaweza kuzalisha hofu miongoni wa wanataaluma, kudhoofisha uhuru wa kitaaluma na kuathiri ubora wa elimu hapa nchini na tafiti na michango mingine ya vyuo vikuu kama maendeleo ya taifa. Tutarudisha nyuma kwa sababu walimu watakuwa na hofu kila wanachokifanya. Watakuwa wana hofu kwamba pengine inaweza kawa ni kosa la jinai, inaweza kawa ni ugaidi, inaweza kawa ni uhaini. Mwalimu anasimama darasani anatolea mfano halisi uliotokea katika nchi yetu, anapofundisha wanafunzi, pengine kuna mtu ameingia pale darasani anafuatilia ufundishaji, anarekodi, alafu anakwenda kusema kwamba mwalimu amehamasisha ugaidi darasani. Ni kitu ambacho lazima kama Watanzania kama tunataka tulinde elimu yetu, tunataka tuheshimishe vyuo vyetu vya elimu Tanzania viendelee kuwa na uhuru wake wa kufanya kazi ya taaluma na kuzalisha maarifa, ni lazima tuhakikishe kwamba masuala haya hayawezi kuingilia uhuru wa vyuo vikuu katika taifa letu. THRDC inasisitiza kuwa uhuru wa kitaaluma hauzuii uwajibikaji wa jinai pale mtu anaposhiriki katika vitendo vinavyokiuka sheria. Hata hivyo, sheria za ugaidi zinapaswa kutumika kwa tahadhari kubwa ili zisigeuzwe kuwa chombo cha kuadhibu ufundishaji, cha kuadhibu ufundishaji, utafiti na mijadala ya kitaaluma au maoni ya ukosoaji ambayo yanalindwa na katiba. Kwa kuwa mashtaka ya ugaidi yanaambatana na madhara makubwa ya kiutaratibu, ikiwemo kunyimwa dhamana, upelelezi kutokamilika kwa wakati na uwezekano wa kuwekewa kizuizini kwa muda mrefu kabla ya kesi kuamuliwa, matumizi yake dhidi ya wahadhiri kwa sababu ya kauli au shughuli zao za kitaaluma yanaweza kuleta hasara na kunyamazisha kwa jumuiya nzima za kitaaluma nchini. THRDC inasisitiza kuwa kabla ya kutumia sheria kubwa za jinai zinazokosa dhamana au nyima dhamana kama sheria za kuzuia ugaidi, mamlaka zinapaswa kuhakikisha kuwa zinafanya upelelezi kabla ya mtuhumiwa kukamatwa, na sio mtuhumiwa kukamatwa ndio upelelezi ufanyike. Kwa sababu kwa kitendo cha kumkamata mtu na kumpa tuhuma za makosa mengine na baadaye kubadilisha, maana yake ni kwamba hakuna upelelezi uliofanyika, bali haya ni makosa ambayo pengine yale makosa tunayokuwa tunaita ya kubambikia watu. Kwa hiyo mwishoni sasa, kwa haraka madhara yanayotokana na swala kama hili katika uhuru wa taaluma ni hofu ya kuchunguzwa na kushtakiwa kijinai, kukamatwa kwa wahadhiri au kufunguliwa mashtaka ya kijinai kunaibua wasiwasi ndani ya jumuiya za kitaaluma. Nyinyi ni mashahidi kwa kitendo hiki vya hawa wanataaluma watatu kukamatwa, tayari hofu imetanda miongoni mwa wanazuoni hapa nchini. Kushikiliwa kwa muda mrefu, kubadilika kwa maelezo ya tuhuma kutoka tuhuma moja nyingine baada ya nyingine kunaweza kufanywa wengine waone kuwa ufundishaji, utafiti, ushiriki wa halali katika masuala ya umma unaweza kuwaweka katika athari. Athari hiyo haipimwi tu kwa idadi ya watu wanaokamatwa na kushtakiwa, hupimwa pia kwa tafiti ambazo hazitaanzishwa baada ya matukio kama haya, mihadhara ambayo haitafanyika tena baada ya matukio kama haya, machapisho ambayo hayatafanyika kama haya, na mafundisho ambayo yanaakisi uhalisia wa mambo yanayotokea nchini. Yote haya hayataendelea kutokea tena, kwa sababu walimu na waadhiri watakuwa waoga kutumia mifano halisi ya kitaifa inayotokea katika taifa letu wanapokuwa wanafundisha. Hasari ya hofu ya kujidhibiti, walimu wengi watakuwa wanachukua ile inaitwa self censorship. Watakuwa wanajidhibiti, wataacha kufanya majukumu yao kwa sababu hawajui ni nini kitatokea pale ambapo watakuwa wametumia mifano halisi wanapokuwa wanafundisha madarasani. Lakini changamoto tunayoiona ingine ni kwamba vyuo vingi vya Tanzania havina sera ambazo zinalinda uhuru wa taaluma kama ilivyo vyuo vingine nilivyovitaja. Kwa hiyo nayo ni changamoto. Kwa pengo hili linamwacha mwanataaluma
binafsi ajitegemee zaidi katika ulinzi wake na usalama wake. Hatujaona kabisa taasisi zingine za elimu zikiingilia swala hili kwa sababu hatuna mifumo na sera. Athari katika ubora wa elimu na maendeleo. Vikwazo dhidi ya uhuru wa kitaaluma hudhoofisha ubora wa elimu ya juu kwa kupunguza uhuru wa kufundisha, kufanya utafiti, kujadiliana masuala ya umma. Wahadhiri wanapohofia kukamatwa, kufukuzwa kazi, kuhamishwa kazi, vitisho au mashtaka kutokana na kazi halali ya kitaaluma, hunyamaza na kuepuka kufanya tafiti pamoja na mambo mengine yote katika taifa letu. Hali hii hupunguza ubora wa elimu, ufumbuzi, tafiti, kusaidia sera na uwezo wa vyuo vikuu kuchangia katika maendeleo ya kisayansi, kijamii na kiuchumi hapa nchini. Pia udhoofisha ushirikiano wa kimataifa baina ya taasisi zetu za kitaaluma pamoja na vyuo vikuu vingine duniani. THRDC inasisitiza kuwa kulinda uhuru wa kitaaluma hakumaanishi kuruhusu uhalifu. Kuna maanisha kuhakikisha kuwa sheria hususan za ugaidi zinatumika pale tu ambapo ushahidi wa kutosha unathibitika, na si kama chombo cha kudhibiti mawazo, ukosoaji, mjadala kitaaluma, kulinda uhuru wa misingi ya ubora wa elimu ya juu, utawala wa sheria na maendeleo endelevu. Madhara mengine ni kupungua kwa ushiriki wa wanazuoni katika masuala ya haki za binadamu, maendeleo ya taifa pamoja na utawala bora. Madhara mengine makubwa tutakayoyaona ni kwamba hakutakuwa tena na wanaadhiri au wanataaluma, wanazuoni ambao watakuwa wanathubutu kushiriki katika mambo makubwa ya kitaifa. Kwa mfano masuala ya haki za binadamu, utetezi wa haki za binadamu, kukosoa masuala ya utawala bora na pamoja na masuala ya demokrasia kama ilivyokuwa hivyo awali. Kwa hiyo THRDC inaamini kuwa wanazuoni ni nguzo muhimu katika kulinda au kukuza mijadala ya kitaifa, kutoa mawazo huru wa masuala ya umma, kusimamia maadili ya haki, uwajibikaji, utawala bora nchini. Kama nilivyosema, historia inaonyesha jinsi gani Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mfano ilivyokuwa chemchemu ya mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hapa Tanzania. Viongozi wetu wakubwa walikuwa wanakwenda kwenye mijadala kama hiyo, watu walikuwa wanafanya tafiti, mifano halisi ilikuwa inatumika sisi tuliosoma Chuo Kikuu darasani wakati tunasoma na kuweza kuelewa halisi, dhana halisi ya utawala bora katika taifa letu. Wito wetu sasa kama THRDC inapendekeza mapitio huru yafanyike haraka iwezekanavyo dhidi ya kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili Bwana Kaijage, kesi ya ugaidi. Mapitio yafanyike, lakini tunashauri baada ya kufanya mapitio hayo kesi hiyo ifutwe, kwani haina maslahi kwa umma na badala yake ina madhara makubwa sana katika uhuru wa kitaaluma hapa nchini na ubora wa elimu yetu hapa nchini. Kwa hiyo tunashauri mafanyike mapitio kwa sababu DPP anafahamu utaratibu, mapitio yafanyike, kiwezekana kesi hii iondolewe kwa ajili ya kulinda uhuru wa kitaaluma hapa nchini. Jambo la pili, jeshi la polisi liweke wazi tuhuma dhidi ya wale wengine wawili wanaoshikiliwa, Bwana Johaven pamoja na mwenzake Bwana Titus, au kuwaachia kwa dhamana au kuwapeleka mahakamani kwa sababu mpaka sasa hivi haijulikani wameshikiliwa kwa sababu gani. THRDC pia inasisitiza kuwa ni vyema mamlaka za uchunguzi na mashtaka kutotumia sheria za kuzuia ugaidi au sheria zingine za jinai dhidi ya ufundishaji, utafiti, ukosoaji au mijadala ya kitaaluma bila ushahidi madhubuti wa vitendo au tishio mahususi kusudi mahususi linalokidhi kifungu cha 4 cha sheria hiyo. THRDC inashauri Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania na Mamlaka ya Vyuo Vikuu kuandaa na kutekeleza sera za uhuru wa kitaaluma. Kama nilivyosema, vyuo vingi havina. Kwa hiyo tunashauri waandae sera na uhuru wa kitaaluma na kulinda uhuru wa kitaaluma, uhuru wa kujieleza, kutoa msaada kwa waadhiri na wanafunzi wanaokabiliwa na hatua za kisheria kutokana na kazi halali za kitaaluma, na kuweka taratibu za kushughulikia ufuatiliaji wa siri na uingiliaji holela wa vyombo vya dola na ukamataji ndani ya vyuo vyao. Vyuo viwe na uchungu na wivu wa kazi zao za kitaaluma. Vitengeneze sera mahususi, vihakikishe kwamba walimu na waadhiri katika vyuo vyao hawaingiliwi ovyo. Na hii sasa lionekane kwamba ni swala lazima la elimu hapa Tanzania, ikiwemo wizara yetu ya elimu na taasisi zote za elimu hapa nchini. THRDC inavihimiza vyuo vikuu nchini kuimarisha uhuru wa kitaasisi, kulinda tofauti ya mawazo
na mijadala ya wazi na kuanzisha mifumo salama ya kuripoti vitisho, udhibiti wa maudhui yanayofundishwa, uonevu wa kulipiza kisasi kwa sababu ya ufundishaji, utafiti na maoni ya kitaaluma. Mwisho, THRDC inatoa wito kwa Mahakama ya Tanzania kusikiliza mashauri haya ya jinai kwa haraka, hasa yasiyokuwa na dhamana, na kuyafutilia mbali pale ambapo mtuhumiwa anafunguliwa kesi bila upelelezi kukamilika, na kutoa nafuu zenye ufanisi pale ambapo haki za kikatiba, taratibu za kisheria zimekiukwa. Mahakama ina mamlaka hayo, kuona kwamba watu wanaletwa katika mahakama wakati wale waliowaleta watu hao hawajajiandaa, hawajafanya upelelezi. Wana mamlaka ya kuziondoa zio kesi kwa kuwa waendesha mashtaka au wote waliohusika katika kuwakamata na kuwaleta mahakamani hawana ushahidi wowote, hawakujiandaa na hawakufanya upelelezi. Kwa ufupi, ndugu wa Tanzania, tunachotaka kusema ni kwamba sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunathamini kabisa uhuru wa vyuo vikuu na wanataaluma na wanazuoni katika kujenga taifa ambalo linaheshimu msingi ya utawala bora, linaheshimu masuala ya haki za binadamu. Vyuo vikuu ndio chemichemu ya maarifa kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tusiruhusu vyuo vyetu vikaingiliwa, tusiruhusu uhuru wa vyuo vyetu ukaingiliwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana katika mfumo wetu wa elimu, madhara yake ni makubwa sana katika vizazi vyote vinavyokuja. Tutakuwa na elimu ambayo inaweza kutengeneza watu ambao wanaweza kuwa ni mahiri sana katika taifa lao, watu wenye uelewa mambo ya msingi katika taifa lao, watu wenye uwezo wa kuhoji. Hatutakuwa na Watanzania ambao wameandaliwa vizuri kuelewa namna bora ya kuweza kuendesha Tanzania kwa maslahi ya Watanzania na maendeleo yetu yote kwa ujumla.